Tumefika maeneo ya Pugu, tupo maeneo yanayokwenda kwa jina la kwa Mustafa, lakini tumekuja hapa, kuna mashindano mbalimbali ambayo yanahusishwa vijana wetu katika kata hii ya Pugu, lakini pembeni yangu niko na Inspector Shahame Makere, ni miongoni mwa kaka zetu, miongoni mwa askari polisi ambaye mara nyingi amekuwa akihusika zaidi katika matukio mbalimbali ya kijamii, na sisi kama Sanga Media mara kadhaa tumekuwa tukiripoti baadhi ya mambo ambayo yeye mwenyewe amekuwa akishiriki moja kwa moja katika jamii husika. Kamanda, kwanza hongera sana na unafanya kazi nzuri, na tunashukuru kuweza kupata fursa kuweza kuzungumza na wewe hususan katika eneo hili la maeneo ya Pugu kwa Mustafa. Naitwa Inspector Shahame Makere, ni polisi kata wa kata hii ya Buyuni pamoja na hii mitaa mitatu ya Pugu, kwa maana eneo langu lina mitaa 11, lakini kimsingi tunafanya kazi kwa kushirikiana na wenye vitu wa serikali ya mtaa ambao wenyewe kwa mujibu wa sheria ndio wenye vitu wa kamati ya ulinzi na usalama kwenye maeneo yao. Mimi nakuwa ni kiongozi wao katika kuwaelimisha, kuwahamasisha, kuweka mikakati na kuhakikisha kwamba tunafuata sheria ili mradi tu maeneo yote endelee kuwa salama. Gani sasa huwa unawiwa zaidi pale tunaposikia simu za viongozi hawa wa ngazi za Kiislamu kukuhitaji kushiriki katika matukio kama haya? Mimi nashukuru na nafurahi sana kwa sababu mimi ni mwanajamii. Kwanza kabisa ni mwanajamii, kazi yangu kuelimisha jamii namna gani natakiwa kuepukana na masuala yote ya uhalifu, na hasa unapozingatia pia tunafuata katika kitabu chetu kitukufu cha Qur'an. Mwenyezi Mungu ametuambia kwamba hatupaswi kufanya vitendo vya uhalifu, kwa sababu Qur'ani ndio kitabu chetu mama hapa ulimwenguni ambacho tunakifuata kuhakikisha kwamba dunia inaendelea kutamalaki na mambo ya amani. Kwa hiyo sisi kama polisi pia tunafuata hayo na tunatumia pia kitabu hicho kuielimisha jamii kwamba hatuhitaji uhalifu kwenye maeneo yetu, na inapopaswa kutumia kitabu hicho cha Qur'an basi tunatumia ili mradi tu jamii iendelee kuwa salama. Yaani jamii inapata faida au manufaa hususan katika mashindano kama haya yakiendelea kufanyika katika kata yetu ya Pugu? Jamii inaendelea kupata faida na manufaa kwa sababu kwanza kipindi hiki ndio kipindi ambacho tunatakiwa tuchume sisi Waislamu na jamii kwa ujumla, kwa sababu kipindi hiki pande zote mbili tunafanya ibada ya funga. Zetu wa Kristo wanafanya ibada ya Kwaresma, kwa upande wa Waislamu wanafanya ibada ya funga, na kwa sababu hiyo sasa jamii inanufaika kwa namna moja nyingine, kwa sababu ndio muda sana wa kujiegemeza kwa Mwenyezi Mungu, ndio muda mzuri sana wa kufanya ibada, ni muda mzuri sana kama kwenye funga ya Waislamu tumeambiwa kuna makumi matatu: 10 la rehma, 10 la tauba na 10 la maghfira. Kwa hiyo tunatumia muda huo kuhakikisha kwamba tunaielimisha jamii na jamii inarudi kwa Mwenyezi Mungu, na tunaporudi kwa Mwenyezi Mungu kama unapojua basi jamii inatakasika na tunaacha uhalifu. Mara kadhaa sisi kama vijana ambao tunafanya shughuli za habari tumekushuhudia ukishiriki moja kwa moja katika matukio mbalimbali ya kijamii. Unahisi ni kitu gani ambacho kinakusukuma zaidi ukiwa kama ni askari ambao una majukumu mengi sana, lakini umekuwa ukishiriki kwenye kila program inayohusisha jamii nzima kwa ujumla? Mimi kwanza kabisa ndugu mtangazaji, nipende tu kuambia nawiwa sana au courage yangu sana ni kuhakikisha kwamba na provide education na natoa elimu kwa jamii. Hicho ndio kitu ambacho mimi nakipenda zaidi kwenye kazi yangu hii. Sipendi kufanya action za kisheria kabla hujamuelimisha mtu. Kwa hiyo mimi napenda sana, nafurahi sana kutoa elimu kwa jamii, na alhamdulillah nashukuru afande IGP aliona hilo akanipanga kwenye hili eneo kuhakikisha kwamba mimi natoa mchango wangu kwenye jamii, na ndio maana nafurahi sana. Ukiangalia hata vijana wadogo ambao sasa tunatakiwa tuwalee na baadaye waje kuwa taifa zuri, basi mimi ni mmoja wapo ambao naamini kabisa nitakuwa ni miongoni ambao nimetoa mchango ili wao baadaye waje kuwa Watanzania waliokuwa bora. Inspector Shahame Makere ni miongoni mwa makamanda ambao mara nyingi sisi kama media tukiwiwa kuweza kuzungumza naye, kwa maana huwa anashiriki moja kwa moja katika matukio mbalimbali ya kijamii. Ninatakiwa kuendelea kufanya ni kuendelea kusubscribe channel yetu ili sasa uweze kuwa kwanza kuweza kupata taarifa zetu mbalimbali. Shukrani sana kwa muda wako. Bye bye.